Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naibu wa Spika, kama walivyosema wabunge wengine, nami nasimama hapa katika bunge lako tukufu kwa unyenyekevu mkubwa kushukuru Mheshimiwa Rais kwa yale makubwa ambayo ametufanyia na anaendelea kutufanyia. Kama walivyosema wenzangu, tunaona mawaziri wakihangaika kila kona chini ya kiongozi wao Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, wakipambana katika kuhakikisha nchi yetu inaenda kwa salama na amani. Vijana na wananchi wa Kilombero wameniambia, Senga, tunapotuma mara ya pili nenda kashukuru. Tulikuwa hatuna barabara ya lami. Hapa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 28 anazungumzia habari hizo, barabara za lami kwa majimbo ambao hawajayapata. Sisi tulijua adha ya kukosa barabara ya lami, na barabara hiyo ilikuwa chini ya Wizara ya Fedha wakati huo Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu akiwa waziri wa fedha, ndio barabara ilikuwa pekee iko chini ya Wizara ya Fedha na si Wizara ya Ujenzi. Leo tunazungumza tuna kilomita 67 za lami tunateleza tu. Wananiambia, Senga, nenda kashukuru, kamshukuru Mheshimiwa Rais huyu. Sisi tunawachangaa hao watu wa mjini huko wanavoleta vurugu. Sisi hatutaki vurugu, na ndio maana Kilombero tarehe 25 ile 26 tulikuwa salama na amani. Vijana wa bodaboda walikuja kwangu hasa pale msikitini mjini, wananiambia, mwambie UCD Mheshimiwa Senga mbunge, sisi hatuna nongwa. Kwa nini anatuambia tufunge saa 12? Sisi tunataka amani. Sisi watoto maskini tukiendesha bodaboda ndio tunakula. Tukiendesha bodaboda tukitoka ndio nguo zetu zinafuliwa. Kwa sisi tulinda amani. Kwa hiyo wamenituma, kazi yangu kubwa hapa kuja kusema asante kwa yale ambayo tumeyapata na kusema tunaomba tena kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu wa Spika, sisi tulikuwa tangu wilaya inaumbwa hatuna halmashauri ya wilaya, hospitali ya halmashauri ya wilaya. Leo nazungumza na wewe, tunayo hospitali hiyo, na Mheshimiwa Rais ametuletea shilingi milioni 800, tunajenga wodi ya kina mama, wodi ya watoto na wodi ya wanaume. Mwenyezi Mungu ambariki sana Rais Samia. Sisi tulisimama hapa katika bunge lililopita tunasema umeme unakatika sana. Daktari Samia amezungumzia hiyo, ametuletea bilioni 25, tumejenga substation Kilombero na Mheshimiwa Rais amefika pale, umeme haukatiki tena Ifakara. Mwenyezi Mungu mlinde sana Rais Samia. Tunamsihi na kumnasihi rais wetu, Mwenyezi Mungu amjalie kifua kikubwa, kwa sababu mwenyekiti wangu wa vijana Mheshimiwa Sadifa ametoka kusema hapa, alikuwa mwenyekiti wetu wa vijana wa taifa, tulikuwa tukienda naye na anatutuma tuende tukatetee marais waliopita katika mijadala mbalimbali. Tunamwambia Mheshimiwa Rais asife moyo, kwa sababu kuna wananchi hawatampenda wote, lakini hawatampenda kwa huruka zao. Tuliona hivyo kwa mzee wetu Mkapa, yalizungumzwa yaliyosemwa. Tuliona kwa mzee Jakaya, amekuwa madarakani anamaliza kipindi chake, maneno yote. Mzee Jakaya anaondoka madarakani, Mheshimiwa Naibu wa Spika, watu wanakumbuka mazuri yake kwamba hata kilomita 11,000 za lami alifanya yule mzee. Tunamwambia Mheshimiwa Rais, kama walivyosema Rais Magufuli muuaji, na wanaendelea kusema hana jema, wapo. Sasa sijui kama wanasemea gerezani, lakini wanasemea wapi, lakini wanaendelea kusema Rais Magufuli hana jema, pamoja na Mwenyezi Mungu kamchukua. Samia atafanya, atamaliza. Kuna watakaomshukuru na wao watakaoendelea kusema maneno yake. Asife moyo. Tunamwomba rais wetu asife moyo, yasimuonyeshe kwamba anakatika tamaa. Ndio huruka zetu sisi. Atakapomaliza mwaka mmoja akija rais mpya, utasikia hakuna kama Samia hapa. Kama tulivyozungumza, hakuna kama Magufuli, kama tulivyosema hakuna kama mzee Jakaya. Kwa hiyo nasema, Mheshimiwa Naibu wa Spika, nasema hapa kumpa moyo rais wetu, kumwambia akaze buti, asonge mbele. Mazali akijithibitishia yeye ni Muislamu, na Wazanzibari hawa watu wetu wenzetu katika muungano ni watu wema kweli. Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda Zanzibar mtu anaweza akakupeleka hata kilomita 5, anakuonyesha sehemu ambayo wewe uijui. Ni wangwana, wasivunjike moyo kwa changamoto hizi tunazozipata. Sisi na wananchi wa Kilombero hatuwezi kumbeza rais wetu, kwa sababu kuna mtu yuko nje ya nchi huko kasema sijui kuna wizi, sijui kuna namna gani. Yeye na familia yake watu wanaibeza. Rais wetu usivunjike moyo. Rais akisema mtoto wake akae sehemu hapa apate nafasi, maneno hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, kama mimi mtoto wa fundi charani napata nafasi tu bunge la kwanza kuteuliwa kuwa naibu waziri, Mheshimiwa Wanu tuko naye kipindi cha 3 kupewa naibu waziri, nongo mpaka kwenye mnaandika huko kwenye mitandao. Nongo.
Nchi imeuzwa, ameuza watoto. Hivi Abduli leo ukimwangalia na wema wake yule anavaa senduzi na kanzu, atauza nchi yetu? Hayo ndio alisema wakati wa Ridhiwani hapa brother wangu. Ridhiwani aliambiwa magorofa ya bandari, hata nilikuwa sijui kama ya bandari wakati ule, nikamuuliza mzee, magorofa yale mapacha ya kwako? Kumbe mimi nakufa njaa tu hapa, nitoe bana. Akasema uongo tu. Kila mali ya Ridhiwani. Leo kiko wapi? Tunakula naye kantini pale brother wangu pamoja. Kwa hiyo kina Abduli hao, Mungu awape nguvu tu. Haya yatapita, tutasonga mbele pamoja. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya niseme sisi tunataka kufungua wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Malinyi, baadaye itaenda Songea. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Maenge, Lindi. Tumesaini barabara ya Ifakara kwenda Mlimba. Mwenyezi Mungu nakuomba mjalie Rais Samia apate fedha, barabara hizi zianze, wananchi wetu wapate raha. Na rais katika hotuba yake amesema uwekezaji mkubwa wa dola bilioni 42 unakuja katika gesi. Tunaunga mkono uwekezaji wa bandari ya Bagamoyo unganishe na Kwara, SGR iende katika bandari ya Dar es Salaam. Tumeokoa bilioni 256 katika uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam. Tuliwezwa hapa, tulitukanwa, mjadala ulikuwa nchi nzima hapa kuhusu uwekezaji wa bandari. Leo nani anasema kwamba tumeokoa bilioni 256? Hakuna. Narudia kumpa nguvu Mheshimiwa Rais, nimwambie akithibitika mbele ya Mwenyezi Mungu jambo hili, akiulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya hukumu, anaweza kujitetea, lina maslahi na wananchi wa Tanzania, alifanye, asirudi nyuma. Watu wataendelea kupinga na kusema na mazali Mwenyezi Mungu si Asumani. Tumepata mifano ya nchi nyingine hapo yametokea kama ya Tanzania. Watanzania wameamka sasa, wanasema kumbe nchi yao inachochewa. Mheshimiwa Naibu Spika, alikuja Mheshimiwa Rais Kilombero, akatuzindulia kiwanda cha sukari. Wananchi wamesema kamshukuru Mheshimiwa Rais kwa uzinduzi wa kiwanda cha sukari. Lakini kamwambia Mheshimiwa Rais, tunaomba bei ya sukari ichangamke ili wakulima wa mua tuweze kulipwa vizuri. Nami nawasilisha katika meza yako hapa, na Mheshimiwa waziri wako hapa. Mheshimiwa Rais alikuja pale. Mheshimiwa Rais alipita na mimi nikachomekea, kuna kiwanda cha Mangula Mechanical and Machine Tools kikianza kupata mwekezaji, vijana wetu wengi watapata ajira. Nasema mbele zako hapa Mheshimiwa Naibu Spika, kiwanda kile kikianza, wananchi watapata ajira na vijana wangu watapata ajira. Mwaka bunge lililopita Mheshimiwa Rais amenisaidia fedha kupitia TANESCO milioni 400 kukontrol mto unaopita Ifakara mjini, kujenga tuta upande mmoja, kuelekeza maji mto Kilombero, maji yaende katika bwawa la Mwalimu Nyerere ili tupate maji ya kutosha. Wamenituma baada ya kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hapa bado milioni 400 za kujenga tuta upande wa pili, ili tuendelee kudhamini chama chetu, tuende kumdhamini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya unaunga mkono hoja. Asante sana.